Hujambo popote pale ulipo, natumai buheri wa afya. Karibu mara tena kwenye kipindi chetu cha leo, kwenye himizo tupate kuenenda kwa pamoja. Tuendeleze pale tuliachia hapo siku ya hapo jana, na kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi najua umeshika vizuri pale ambapo tulikuwa, na hivyo basi ningependa tupate kuendeleza zaidi. Na kwa leo basi, of course, hapo jana kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi tulikuwa tumeingia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Na kuna kitu ambacho tulijifunza hapo jana. Kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi, tulikuwa tunasema kwamba kuna watu ambao wamekuwa kusema vibaya. They've been judging you. Wakati mwingine wakakuita majina ya ajabu ajabu. Wakakuita mchawi, wakakuita muuaji, wakakuita kuna majina tu. Lakini they are about to change their mind. Wako tu karibu kubadilisha mawazo yao. Wako tu karibu, you see, walifika mahali wanamuita mtumishi wa Mungu pale, wanamuita huyu muuaji na kadhalika. Lakini Mungu akamtendea. Mpaka wakafika mahali akasema, huyu ni Mungu. Yaani wanafika mahali mpaka badala kuona huyu ni mtu wa Mungu, wanasema huyu ni Mungu. Yaani this is a God. Huyu ni Mungu tu. Huyu si mtu wa kawaida. Na so nikawa na hisi hivi, huenda labda you've been judged a lot. People have said things about you, lakini they're just about to change their mind. Badilisha mawazo yao. Watakusema si vile ambavyo alikuwa anasema. Watakuona si vile ambavyo alikuwa anakuona. Watakuona vitu tofauti. Na si kwa sababu yako, si kwa sababu ya masomo yako, si kwa sababu ya utakatifu wako, hapana. Ni kwa sababu ya Mungu ambaye amekutetea na anazidi kutetea. Kwa hivyo tuligusia mengi zaidi hapo jana. Samahani. Kwa hivyo kama ulikuwa pamoja nasi hapo jana, najua umejijuza mengi, na kama hukuwepo hapo jana, kile ambacho nakusini kwamba bado kuna chance nyingine, ambapo basi ukienda tu pale kwenye mtandao wetu ukienda pale kwenye mtandao wa YouTube, utaenda tu kwenye YouTube ukisearch Victor Mandala Himizo, au vile vile pia unaweza search Himizo na Victor Mandala, either way. Ukitafuta hivi utapata ujumbe wetu, alafu tafuta ujumbe ambao tuliweka hapo jana, Himizo ambayo ni hapo jana, na moja kwa moja utapata kujijuza mengi ili usibaki nyuma, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo hapo na ukifika pale hakikisha kwamba umesubscribe ili usiachwe nyuma kivyote vile. Na kwa leo basi ningependa tusome tu pale tulisoma hapo jana. Sijui kwa nini Mungu amekusudia katika siku kadhaa unapata tunasoma tu mahali same, lakini kuna kitu tofauti ambacho Bwana ataka tujifunze siku ya leo. Kwa hivyo tuende pale katika kitabu cha Matendo ya Mitume, yani Acts of Apostles. Kupenda tu unasema Acts. Matendo ya Mitume sura 28 mstari wake wa 3 hadi wa 6. Verse 3 all the way to verse 6. Biblia inasemaje? Mstari wa 3. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto, akamzonga mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, hakosi mtu huyu ni muuaji, ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari haki haimwachi kuishi. Mstari wa 5. Lakini yeye akamtukusia motoni asipate madhara. Wao wakadhani ya kuwa atavimba au kuanguka chini kwa kufa ghafla, na wakiisha kumwangalia sana, yani kwa muda mrefu, na kuona kwamba halimpati dhara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni Mungu. Kwa Kiingereza naweka vizuri kwamba they changed their mind and said, this is God. Huyu ni Mungu. Huyu jamaa ni Mungu. Haikosi huyu ni Mungu. Yaani wanafika mahali wanaangalia na wanasema hapana, huyu si mtu wa kawaida. Huyu ni Mungu. Nini ilifanya wafike waseme hivyo? Niruhusu tuombe kwanza. Baba Mungu, tunasema asante. Asante kwa neno lako. Tunakuhimidi, tunakutukuza. Tunakuenzi Bwana. Maana unaweza. Na punguzi ili kuongezeka. Nitumie tu kama chombo Bwana, kupitisha neno lako, kuliweka kwa hali ambayo ni rahisi kueleweka, lakini kwa undani wa kina cha neno lako. Asante Yesu, kwa kuwa wewe ni mwema. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Amen. Napoangalia katika kifungu hiki, wakati ambapo tutamwona pale, of course jana tukaongea kuhusiana na ilipofika wakati wakawa wanamwazia mabaya, lakini Mungu naye akatenda, na yale walikuwa nawaza hayakutimia. Na kile ambacho nataka tuangalie pale ni kwamba, mpendwa msikilizaji, yale maovu adui yako amekudhani au kukupangia hayatatimia. You see, ili ujue kwamba hawa watu wako na nia njema, huyu tumwangalia pale, tupata kutambua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo. Amefika wakati ambapo unajua, ukisoma pale mwanzo inasema Paulo alipokuwa
alipokuwa akitafuta kuni, anatafuta kuni, ashapata kuni, akachukua kirenda akaweka pale, alafu akawasha moto. Na baada ya kuwasha moto hizo kuni, nyoka akamrukia kwa sababu ya moto katika hizo kuni, alikuwa amejificha ndani, na akamrukia. Alipomrukia, wale watu instead ya kumsaidia wakawa wanamwangalia tu, na yale ambao wanasema ni ya kinyume. Na nikawa naangalia watu ambao hawako friendly. Unajua, mkiwa na rafiki, hata kama nini imempata, you try your level best to help, mnajaribu lakini hao hawakumsaidia, walikuwa kama spectators. Hao wanatizama tu, acha tuone kitakachotokea. Na hivyo basi, penda msikilizaji, wakawa of course they were expecting the worst. Kwani nadhani kwamba Paulo angefika mahali anguke chini ameaga dunia, nadhani wangelia? I don't think wangelia wasikia vibaya. In fact that is what they are expecting. Na hivyo ndivyo basi, penda msikilizaji, tuna watu wengi katika maisha yetu ambao wanakaa ni kama marafiki, kumbe si marafiki. Wanakaa ni kama wanakupenda, kumbe hawakupendi. Wako na wewe lakini hawako na wewe. Walikuwa na Petro, ndio wanaona ni kama wanashangilia kile ambacho kinafanyika, lakini si kwamba walikuwa wanashangilia, walikuwa wanatamani mabaya yamtokee. Unajua, mtu mmoja alisema hivi, si watu wote wanaokuja kwa harusi yako wanakupenda. Wengine wanakuja confirm kabisa, kweli si watu sana wanaweza olewa. Wacha tuende tu confirm kabisa, sitaki kuambiwa na watu, sitaki hearsay, nataka kujionea mwenyewe. Wengine wanakuja kwa mazishi, umepoteza mpendwa wako, wanakuja pale si kwa sababu ni marafiki zako wanakupenda. Wanakuja pale ili kuhakikisha kwamba so pia anaweza kufa. Huyu alikuwa mchawi, alikuwa mtu mbaya, alikuwa kwa akili zao wanakujua hivyo. So wanasema anaweza kufa pia. Kanajifanyaka kanapenda Mungu, kwa nini kanaweza kufa? So wanakuja pale just to confirm kwamba kabisa amekufa. So si kwamba wote ni marafiki. Ndipo utaona kwa matanga watu wamejaa, utaona kwa harusi watu wamejaa, lakini ulipokuwa in need, unahitaji karo ya shule, ulipokuwa mgonjwa, unahitaji matibabu, hawakuja. Ndio inamaanisha si marafiki. So sio wote. Kwa hivyo hawa walikuwa na Paulo, lakini si wote walikuwa marafiki zake. In fact walikuwa wanakaa pale, mashabiki wanangojea. In fact walikuwa wanangojea kitu kibaya kitokee. Yaani mpaka wanasema either kufe kwa ghafla, yaani anguke tu chini na kufe hivyo, ama jambo la pili afure mwili kwa sababu ya sumu ya nyoka. Lakini la ajabu ni kwamba yale maovu ambayo walimdhania hayakuweza kutokea. Yaani wacha nikwambie, wewe ni mzazi pale, kuna tu watu hapa ni majirani, unadhani majirani wema, kumbe wanangojea. Wamesikia mtoto wako ako katika kidato cha 4, wamesikia mtoto wako ako katika grade 9, ako grade 7, whichever, grade 6, whichever. Wanangojea tu asikie habari kwamba ameaga dunia, wakati akisafiri akirudi shuleni. Wanangojea habari wasikie kwamba amefail mtihani. Wanangojea habari wapate kusikia kwamba huyu amepata ujauzito akiwa shuleni. Yaani kuna habari, wanangojea ripoti mbaya. Wanajifanya marafiki, majirani wazuri. Akiamka asubuhi anasema, jirani uko aje? Familia inaendeleaje? Wanataka kujulia hali, kumbe si marafiki. Mahasidi tu hao. Yaani ni maadui, lakini wamevalia ngozi ya rafiki. Ukiwaona wako na wewe na hawako pamoja nawe. Ukiangalia kwenye siasa, nirudi pale kwenye siasa ambapo najua uchaguzi mkuu ni mwaka ujao. Kwa hivyo naanza kuona alignment. Kuna watu ambao wako wanajifanya katika mrengo fulani, hawako. Unaweza ona wako pale kwenye serikali, wana support labda rais, lakini ikifika pale mbele watamruka. Kuna watu ambao unaona wako kwenye opposition, wako pale wanasema sisi ndio Sifuna, lakini pale mbele watamruka. Kuna wengine labda wako upande wa Didi Nyoro, wako pale maana juzi ndio launch chama pale na kadhalika. So wako pale, tuko na wewe, lakini hapo mwisho wako na yeye. Kuna watu tu unadhani wako na wewe na hawako na wewe. In fact wanangojea kitu kitokee, na si kitu kizuri, kitu kibaya. Wewe angalia, hawa watu wanafika mahali wanaona huyu mtu nyoka, hawajamsaidia wakati alirukiwa na nyoka kwa mkono. Alafu wakati hata nyoka amepukuta, nyoka ikaanguka kwenye moto, hakuna mmoja anasema ama inaweza kuwa haijamuuma, atatoka pale akiwa sawa. No one was expecting anything positive. Wote walikuwa na matarajio negative. Either anguke chini ya kufe kigafla, na asipoanguka chini ya kufe kigafla, jambo la pili ambalo kabisa, option B, ni afure. So they were not expecting kwamba atapona kabisa, Mungu amsaidie tu hivyo, hakuna. So nikwambie hivi, wengi ulio nao kidhani marafiki, semi kwamba uchukie kila mtu, maana Biblia inasema kwamba tupende hata maadui. Penda hata huyu asiyekupenda. Lakini basi upate kujua hivi kwamba kunao wengi ambao labda wako chini yako, wewe ni kiongozi, wako chini yako, labda wewe ni unaishi mahali fulani, ni majirani,
labda unafanya kazi fulani, so mnafanya pamoja na kadhalika, unawaona kwamba rafiki, kumbe yale wanakuwazia. Wakati mmoja hapa kwenye himizo nikawa na kujuza hivi, Mungu angefungua mawazo kila mmoja tuone kile ambacho anafikiria kwa akili yake, yaani ikwe peupe. Ukiona mtu hivi unaona tu, unajua huyu anafikiria hivi, na uone mawazo yake. Nakwambia ndipo sasa Mungu ameficha hiyo, hata hajaruhusu tupate kujua, kwa sababu in case tufike mahali Mungu atufungue macho hivyo tuone vitu za rohoni, tuzione peupe hivi na macho ya kiasili. Sidhani kama kuna mtu atakuwa na rafiki. Watakuwa wachache sana, very few. Wapo lakini wachache sana. Kila kwa hapo kwa sababu anangojea tu, anashindwa. Utaachana lini na mke wako ndio aoe huyo mke? Yaani anapenda mke wako ndio ushamuoa. Anapenda mume wako ndio ushaolewa. Sasa yaani ako pale maombi yake. Mnaenda pale mnashikana mikono mkiomba. Nani? Anasema Bwana asifiwe. Mnashikana mikono mkiomba. Unakuja unasikia kwamba kumbe naye anaomba mtu wake aende. Ndio angalau akishaenda anajua atakuwa amequalify kuolewa na yeye, so itakuwa si dhambi. Wanadamu. You know, I heard of a story, a testimony. Na ni wapendwa tu, watu ambao unaangalia wako pale ni viongozi, labda ni waimbaji, labda ni wako pale kwenye, alafu akashikana mikono. Wanasema tunapenda pasta wetu, lakini huyu mama hapana. Huyu si level ya pasta wetu. Kwa hivyo yaani mpaka wanafika mahali wanataka wanaomba mama. Of course, nini walikuwa wanaomba? Mama age dunia. Ukiona wamama saa zingine kina Mrs. Pastor, ukiona yale wanapitia wakati mwingine, maajabu. Na sisi ni watu ambao wako chini yake. Yeye ndiye yeye ndio si ni mama wa kanisa, lakini ndio hao wako pale wanaomba kinyume na yeye. Wanasema pastor, lakini mama hakuna. Huyu hakumfaa pastor. Sasa mlikuwa mnatakaje? Nani anamfaa? Ni wewe. Mnaenda mnaomba ndio mama atoweke, ndio nyinyi muingie kwa wanadamu. Kwa hivyo unapoangalia pale, mpendwa msikilizaji, asubuhi leo nahisi kuambia hivi, yale wale ambao wanajifanya marafiki, wanakupangia ambayo ni maovu, hayatatimia kwa jina la Yesu Kristo. Whatever they are expecting out of your situation, wanafikiria kwamba utaachana na mke wako, utaachana na mume wako, hiyo haitatimia. Wanafikiria kwamba hiyo mimba itatoka, kwamba itafika mahali utamiskari. Wanaongea wakiongea wakitaka hivyo, haitatokea. Wanakufikiria kwamba utafutwa kazi, wanasema huyu hivi na hivi, anakuseti maneno ambayo si ya kweli, wakitarajia kwamba utafutwa kazi. Wanatarajia kwamba utafika mahali ambapo utakufa, utapata magonjwa, ukufe kigafla, upate ajali, watu wako wakuwe nobody is in this world. Lakini hiyo haitatimia kwa sababu Mungu yu upande wako. Paulo alikaa pale, hakujua wanampangia yepi, hakujua wanamwazia yepi. Yeye alikuwa busy aking'ang'ana, maana nyoka ndio hiyo. Lakini mwisho wake, kile ambacho adui aliwazia, kile ambacho adui alipanga, kile alikusudia kimpate Paulo, hakikumpata. Nawe pia nahisi kuambia siku ya leo, yale adui amekusudia, yale shetani ametaka ya kupata wewe, hayatakupata kwa jina la Yesu Kristo. Maana Mungu yu upande wako na anakupigania. If God be for us, who can be against us? Kwa sababu Mungu yu upande wetu, hatutafutwa kazi, hatutapata demotion, tutafika ndoa zetu hazitavunjika, hatutagonjeka tumalizie pesa kwa magonjwa, familia zetu hazitasambaratika, bali Mungu atatupigania. Bwana atatuongoza, taanza safari na tumalize vema, maana kuondoka kwetu na kuingia kwetu kumebarikiwa. Maana Mungu yu pamoja nasi, biashara yetu haitasambaratika, maana Bwana anatuinua toka kiwango kimoja hadi kingine kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo no weapon fashioned against us shall prosper in Jesus name. Whatever they are planning, whatever is in their minds, whatever they are wishing to happen to us will not come to pass in Jesus name. Kila mmoja wanatupangia, wanawazia, hakitatimia kwa jina la Yesu Kristo. Why? Not because we are very sharp, not because we are very educated, but because of the Lord who is on our side. Si kwa sababu ya tunajua sana, hapana, ni kwa sababu ya Mungu aliye upande wetu. Kwa hivyo pote pale ulipo, mpendwa msikilizaji, usikate tamaa. Greater is he that is in us. Aliye mkuu ni yule aliye ndani mwetu kuliko atawalaye ulimwengu huu. Kwa hivyo usiogope lolote. Usiogope lolote. Kumbana na hayo yote ukijua kwamba unaye mkuu ambaye amesema, stand still and see the salvation of the Lord. The battle does not belong to you, it belongs to me, says the Lord. Vita ni vyake, mwachie yeye. Kwa hivyo Bwana kutende wema. Tuendelee zaidi hapo kesho, pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Niruhusu kwa ajili ya muda wetu tufikie tu pale, alafu tuendelee hapo kesho. Hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala. Nikumbusha tu kwamba ibada hii haijakamilika pasipo matoleo. Ibada hii haijakamilika pasipo matoleo. Ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu, tuweze kutoa matoleo yetu. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, hakikisha kwamba
unatoa pale sadaka yako, vile ambavyo unaenda kanisani ibada ikikamilika, ama wakati fulani unafika wakati wa kutoa matoleo, kila ambacho umehisi kutoa tu, vile ambavyo unatoa tuweze kutoa pale, ili ibada ikapate kuwa complete, kama vile si Mandala anasema, bali maandiko yanasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo kama unasema neno hili limekuwa ni lako, unasema kwamba Victor, kabisa umenigusa kabisa, basi ni wewe kwanza, alafu kila mmoja wetu tuweze kutoa sadaka. Ningependa kuomba kwamba isiwe ni watu fulani tu, sote kwa pamoja tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo nenda kwa simu yako ambapo paybill namba yetu unaweza tuma pale, tume kwenye M-Pesa pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale sadaka yako, mwabudu Mungu na matoleo yako. Jambo la pili ni vile vile, kuna yule ambaye angependa kutoa tithe. Tithe ni fungu la 10. Kwa hivyo unasema kwamba ningependa tithe, of course Biblia inasemaje? Tumjaribu Mungu kwa matoleo yetu, kwa kuwa waaminifu katika matoleo yetu na fungu la 10. Kwa hivyo ni vema, na Bwana mwenyewe akasema nijaribuni kwa njia namna hii. Hapo ndipo ameturuhusu tumjaribu kwa njia namna hii. Kivipi? Kwa waaminifu katika utoaji wa fungu la 10 na matoleo mengine. Na akasema hivi, muone kama number 1, sitafungua madirisha mbinguni kumwagia baraka. Kwa hivyo nitamwambia na Mungu atumwagie baraka, tupe more than enough. Alafu pia anasema kwamba atazuia maharibifu. Kuna watu wakipata pesa hivi kitu kinatokea, pesa zinapotelea pote. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba anataka uwe mwaminifu katika matoleo yako, na zaidi katika fungu la 10, na naye akupe zaidi, na vile vile pia azuie maharibifu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale kwa uaminifu, nitakuwa vema zaidi. Na kuna yule ambaye ningependa kusupport ministry hii, wasema huduma hii zidi kuendelea mbele, au pia unataka kutoa sadaka ya shukrani, ama pia uliweka nadhiri ukasema Mungu ukinifanyia hivi nitafanya hivi, ni vema. Biblia inasemaje kuhusu nadhiri? Inasema kwamba usikawie kutimiza nadhiri yako. Ni vema uweze kutoa pale na Mungu akutende wema. Toa kwa uaminifu, na Bwana aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Unatoa wapi mpendwa msikilizaji? Nambari ya M-Pesa ya kutuma hela zako, nambari ya M-Pesa kutuma pesa zako, tuma kwa M-Pesa namba ambayo ni 0722 24 39 49. Nambari ya M-Pesa ni 0722 24 39 49. Make sure umetuma pale kila ambacho Bwana amekuwezesha, na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. 0722 24 39 49. God bless you. Subscribe na tuonane tena next time. Bye bye.